Mada ambayo nakwenda kuijadili sasa hivi sio ngeni sana, na kila mwanamke ataielewa kwa urahisi, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu amekiweka kwa kila mwanamke. Inasema wanawake watunza uhai, wanawake watunza uhai. Na nitasoma mistari michache tu, alafu baada hapo nitaanza kuelezea. Hili neno litatoka kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 15 mpaka wa 17. Labda nielezee kidogo, alafu nisome mistari. Ni habari ambayo Farao alipoona wana wa Israeli wanazidi kuongezeka kwa kasi, akatafuta mkakati wa kuwapunguza. Akajaribu mkakati wa kwanza ukafeli, akajaribu wa pili ukafeli, akatafuta watatu ili apunguze idadi ya watu. Kwa hiyo baada ya kufeli mkakati wa kwanza, anakuja mkakati wa tatu, ndio unausoma sasa. Anataka auwe kizazi. Mstari wa 15 au aya ya 15 kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 1 inasema hivi: kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji wa Waibrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra, naomba wote tuseme Shifra, na wa pili aliitwa Pua, hivyo hivyo Pua. Kwa hiyo tuna majina mawili, Shifra na nani? Na Pua. Hao walikuwa wanaitwa wazalishaji, ni wanawake, au sasa hivi wanaitwa midwives. Mstari wa 16 unasema, akasema wakati muwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa mtoto ni mwanamume muweni, ikiwa ni mtoto mwanamke mwacheni aishi. Sasa sijui kama leo nitaongelea upande huo. Anawaambia wazalishaji wa Kiebrania, inaweza kawa Waibrania ndio kabila, tunaweza kusema ndio Wakristo, tena Wakristo wa Katoliki. Anawaambia mnapozalisha, ukimkuta mtoto ana jinsia ya kiume ua, ukimkuta ana jinsia ya kike mwache aishi. Sasa sitaelezea sana kwa upande huo leo. Kwa nini jinsia ya kiume iuliwe? Alijua jinsia ya kiume ndio inabeba mbegu ya uzalishaji, na mnaona kinachoendelea sasa hivi. Jinsia ya kiume iko hatarini. Tunavyoongea sasa hivi, vijana wa kiume wako hatarini. Leo ni mangapi? Jumapili. Ijumaa nilikuwa na semina parokiani kwangu, natokea Makabe, nasema nitajitambulisha baadaye. Nilikuwa na semina vijana of course kwa vijana wote, alafu baadaye tukatenga wanaume, wanawake. Kwanza wakati semina inaendelea ya wanaume wote jinsia ya kike na kiume, yakatengenezwa magrupu. Kuna maswali tuliwapa, kati yale magrupu yalikuwa 8 kama sio 6 hivi. Walio present wanawake walikuwa magrupu 4, vijana wa kiume 2. Ukiangalia wenye confidence kubwa ya kuongea ni wanawake. Mimi nimekuwa lecturer pale Ardhi University miaka 18. Kwenye magrupu ya discussion ya project, kati ya magrupu 10 utaona wanayesimama mbele kupresent ni watoto wa kike. Watoto wa kiume wanaona aibu siku hizi, wanajificha, hawana confidence ya kusimama mbele za watu. Na darasani ukiangalia, kati ya watoto 100 utakuta wanawake 80, 20 ndio wanaume. Sasa mimi leo sio mjadala wangu kwa siku ya leo, lakini nataka niwaonyeshe kama wanawake haya mambo yalianzia wapi.
Anasema mnapozalisha, kama ni mtoto wa mwanaume uweni, kama ni mtoto mwanamke mwache aishi. Ni jambo ambalo tunaliona sasa hivi linaendelea, hali sio nzuri. Okay, nimalizie story. Kwa hiyo tulipowatenga wa kiume na wa kike, mimi nikaenda kwa wanaume. Dokta mmoja rafiki yangu akaenda kwa wanawake. Nilitamani ya maswali nisingechana. Niliwauliza, naomba mniulize maswali. Ni vijana wa sekondari. Utaona aibu. Mmoja akaniambia tufundishe kutongoza. Yaani ndio swali, mwalimu nimekuja kuwafundisha. Anasema tufundishe namna ya kutongoza. Mwingine akasema nitajuaje? Sasa naona kuna mabinti wadogo hapa, naogopa hata kusema. Nitajuaje mwanamke aliyedingwa? Si lugha gani? Yaani ndio maswali wananiuliza mwalimu, mkufunzi. Mimi nimekuja kuwafundisha kuhusu maadili, kuhusu kuwa na misimamo imara kama vijana. Wao wananiuliza maswali ya mapenzi. Sasa mtaelewa hali ilivyo. Sijaja kuongelea hayo leo. Mimi nasoma tu mstari. Kwa hiyo akasema kama ni mwanamke mwache aishi. Mstari wa 17 unasema, lakini wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Naomba mwapigie hawa makofi kwa kuwahifadhi hai. Akina mama au wanawake tulioko hapa asubuhi ya leo, dunia inabadilika, na mara nyingi mabadiliko yanaanza kwa mwanamke mmoja. Familia nyingi zinajengwa au familia nyingi zinabomoka kutokana na maamuzi ya mwanamke mmoja. Taifa, familia, kanisa, jumuiya inaweza kuinuliwa au kushushwa kutokana na mwanamke. Mwanamke sio mtu wa kawaida. Wote tunafahamu, ukisoma Biblia utaona kuna mtu mmoja anaitwa Samson. Wangapi wameshasikia Samson? Lilikuwa ni jamaa, huwa analitaga ni jeshi la mtu mmoja. Lilitikisa taifa. Lilikuwa lina uwezo wa kuchana simba kwa mikono. Wakamtafuta kwa vita, wakashindwa. Wakampelekea mwanamke, akawekwa kwenye mapaja. Ubabe wote aliokuwa nao ukaishia kwenye mapaja. Akatoa siri. Wanawake mna nguvu kubwa sana. Naomba mjipige makofi. Mna nguvu kubwa sana. Wala muhitaji mambo ya kisawa, mnapotezewa nguvu bure. Hamuhitaji hayo. Mkihitaji ya kisawa, mnapunguziwa uwezo mlionao. Hamuhitaji ya kisawa hata kidogo. Hiyo ni mipango ya kuzimu. Nyinyi tayari mna nguvu za kutosha. Samson anashindwa na majeshi, anakuja kuwezwa na mwanamke. Mungu amempa mwanamke uwezo wa kubeba uhai, uwezo wa kubeba maisha. Mungu amempa mwanamke uwezo wa kubeba maono. Mungu amempa mwanamke uwezo wa kubeba vizazi. Mungu amempa mwanamke uwezo wa kubeba purpose, kusudi. Ndio maana shetani amekuwa akipigana sana na mabinti au na mwanamke, kwa sababu anajua wakiweza kusimama kwenye nafasi zao, familia zinabadilika. Mwanamke akiweza kusimama kwenye nafasi yake, kanisa linabadilika. Mwanamke akiweza kusimama kwenye nafasi yake, taifa linabadilika. Hebu fikirini kidogo. Mungu alipotaka kuleta ukombozi wa ulimwengu, hakuanza na jeshi, hakuanza na
taifa ufalme fulani. Hakuanza na tajiri fulani, alianza na nani? Binti mmoja aliyeitwa Bikira Maria, binti wa miaka 17. Bikira Maria alimbeba Yesu tumboni mwake, lakini kiukweli, kwa uhalisia, alikuwa amebeba ukombozi wa ulimwengu ndani ya tumbo lake. Binti mmoja. Mungu alipoona dhambi zimetapakaa duniani, akakaa na kuweka mikakati na Yesu na Roho Mtakatifu huko kabla Yesu hajavaa mwili. Wakajadili, wakaona ili tulete ukombozi tunamhitaji binti mwanamke anaitwa Bikira Maria. Naomba mumpigie Bikira Maria makofi mengi sana. Na Bikira Maria alipofuata akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Historia ya dunia ikabadilishwa na binti mmoja. Mpaka leo dunia nzima tunamuongelea Yesu kwa sababu ya mwanamke mmoja. Kama mumuonee wivu, naomba mumpigie tena makofi mengi sana na mgelegele. Ndani ya mwanamke mmoja kulikuwa na hatima ya mataifa. Ndani ya binti mmoja wa miaka 16 kulikuwa kuna hatima ya mataifa yote kwa binti moja. Hivyo hivyo, akina mama mnayenisikiliza asubuhi ya leo, huenda leo unajiona ni mwanamke wa kawaida. Huenda unatoka kwenye familia ya kawaida kabisa ya kimaskini. Huenda unapitia changamoto nyingi sana za ndoa, lakini lazima ufahamu kwamba ndani yako kuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu amekiweka. Kubwa sana. Esther, kwa wale wasomaji Biblia wanafahamu, alikuwa ni binti yatima, amelelewa na mjomba wake anaitwa Mordekai, lakini ndani yake kulikuwa na wokovu wa taifa zima la Wayahudi. Binti moja, walipotaka kuliteketeza taifa, huyu binti ameolewa na mfalme. Mordekai anamwambia akasimame kwenye nafasi yako ulisaidie kanisa. Akasema, sijapewa ruhusa kuingia kwa mfalme. Mordekai akamwambia, usizanie tukiangamia wewe utapona. Binti akasema, tafuta watu wafunge 3 kavu na mimi nitafunga 3 kavu. Baada ya maombi ya siku 3 nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, liwalo na liwe. Binti wakafunga siku 3. Baada ya siku 3 akaingia kwa mfalme. Mfalme akampokea akamwambia, una shida gani? Hata nusu ya mali ninakupa. Akamwambia, kuna mtu kwenye serikali yako anataka kuangamiza Wayahudi wote. Akasema, ni nani? Hamani. Hamani akatundikwa kwa sababu ya binti mmoja. Mpigeni maesta makofi mengi na vigelegele. Tumesema habari ya Bikira Maria, binti mdogo anatoka kwenye kabila kadogo ka Nazareti, lakini ndiye aliyekuwa mwokozi wa dunia. Debora, mwanamke ambaye alikuwa kwenye mazingira ya wanaume ambao alikuwa anakamata nafasi, lakini alisimama kwenye nafasi yake akaleta ukombozi wa Israeli. Ongea habari ya Ruthu, amefiwa na mume, ni maskini kabisa, akaolewa na Boazi. Boazi ikaenda Yesu akatokea kule. Binti ambayo alikuwa maskini kabisa, lakini alimwambia Naomi, utakapoenda na mimi nitaenda. Akina mama na wanawake asubuhi ya leo, msidharau maisha yenu. Ndani yenu kuna mbegu ya uamsho. Ndani yenu kuna mbegu ya viongozi wakubwa sana kwenye taifa hili. Hamna anaitikia amina hata mmoja. Ndani yenu kuna maaskofu wakubwa wako ndani yenu. Ndani yenu mmebeba mapadri. Ndani yenu mmebeba masista ambao watabadilisha ulimwengu. Ndani yenu mmebeba familia zitakazobadilisha ulimwengu. Ndani yenu kuna huduma zitakazotikisa dunia. Ndani yenu kuna mabilionea wa Tanzania wa miaka michache ijayo wako ndani yenu.
Ndani yenu kuna watoto watakaobadilisha ulimwengu. Ndani yenu. Nyinyi si wanawake wa kawaida. Kama Mungu amekuruhusu kuja duniani, kanisa linakutegemea. Sema amina. Ninaomba nisikie kama kuna vigelegele sala. Nisikie tu vigelegele. Sasa twende kwa Shifra na Pua. Hii habari ambayo tumesoma ya Shifra na Pua, hawakuwa wafalme. Shifra na Pua hawakuwa hata viongozi. Shifra na Pua hawakuwa manabii au wafalme. Shifra na Pua walikuwa wazalishaji, midwives. Kuna midwife hapa? Ninaye mmoja rafiki yangu, tena ni mwanangu kabisa wa kiroho. Ana audacia, wala anazalisha kwa maji. Ni midwives, binti mdogo. Kwa hiyo hawa walikuwa ni wazalishaji, Shifra na Pua. Lakini kupitia uaminifu wao kwa Mungu waliliokoa taifa zima. Mungu aliweka maisha ya watoto wa Israeli wote mikononi mwao. Maisha yote akayaweka mikononi mwa wanawake wawili, Shifra na nani? Na Pua. Wangeweza kuua kizazi, lakini waliamua kutunza kizazi. Akina mama, wanawake mlioko hapa, Mungu kama nilivyosema kwenye utangulizi, ameweka uhai mwingi sana ndani yenu. Ameweka uhai mikononi mwenu. Uhai wa familia uko mikononi mwenu. Uhai wa ndoa uko mikononi mwenu. Ninajua hali ni mbaya za ndoa. Ninafanya counseling za ndoa. Ninafundisha semina za ndoa. Hali ni mbaya. Na najua sababu ni nini pia. Uhai wa watoto wenu uko mikononi mwenu. Sisi tupo 11. Nimetoka kumzika baba yangu, leo ndio nafikisha siku ya 14. Tumelelewa na mama watoto 11. Baba aliondoka akamwacha mama na watoto 11. Akarudi baada ya kustaafu, na mama akampokea mpaka miaka 20 mpaka amekufa juzi tarehe 2. Wamama jipigeni makofi. Wamama wa zamani walikuwa hawakimbii familia, hawakimbii. Ni vijana wa siku hizi Gen Z. Akikorofishwa kidogo anasema na kwetu, anabeba begi. Mama yako hajawahi kutoka, anatunza uhai wa ndoa. Akina mama mmebeba uhai wa jumuiya. Mimi ni mwenyekiti wa jumuiya yangu Mtakatifu Yakobo. Makamu mwenyekiti ni mama. Muazini, katibu ni baba. Muazini ni mke wangu. Katibu msaidizi ni mwanamke. Kwa hiyo wanawake 3, wanaume 2. Kiukweli mimi na katibu hata hamna kazi tunafanya. Hawa 3 ndio wanafanya kazi zote. Hebu wapigeni wa kina mama wote. Wao ndio wanafanya kazi. Mimi kazi yangu ni kutoa maelekezo. Ila wao tukimaliza jumuiya unakuta wamekutana, wanaanza kujadili mambo. Mimi napitisha uhai wa jumuiya, na wote mnajua hakuna jumuiya utaenda wanawake ndio wengi, si ndio? Nyinyi ndio mmebeba uhai wa jumuiya. Akina mama, nyinyi ndio mmebeba uhai wa kanisa. Hili kanisa lenu nzuri la Salasala, uhai wake uko mikononi mwa akina mama. Uhai wake uko mikononi mwa wanawake. Mkifanya mchezo mnalibomoa hili kanisa. Wanawake mnalibomoa, si wanaume. Uhai wa taifa uko mikononi mwa wanawake.
Mwanamke aliumbwa kuhifadhi uhai, si kuua. Mwanamke amepewa uwezo wa kipekee ambao wanaume hatuna. Anabeba mimba miezi 9. Mwanaume tungepewa wiki moja tungetupa. Mwanaume tungetupa, padri angetupa, mimi ningetupa. Hatuwezi. Naomba mjipongeze jamani, miezi 9. Kuna kichefuchefu, kuna kuja kuna kula matope, kuna kula yani baba wanakula mpaka nini? Mkaa, yani mkaa wa kupikia wanakula. Sasa kuna mambo yameingia tumboni ambayo sio ya kawaida. Wanabeba, hawatupi. Akina mama wanatunza uhai miezi 9. Tungepewa wababa wiki moja tu tungepoteza. Na wakishazaa, wakati wa miezi 9 analia, anaumia, anasema sitaki tena. Baada ya miaka 2 tayari ingine hawatoki. Wanatunza uhai. Angalieni akina baba, mama akizaa mapacha, ameshaona mapacha 4, baba anatoroka, mwanamke atoroki. Utamkuta anauza matunda pale Sinza au Mwenge, amebeba mtoto na mtoto na huko anauza, mwanaume amemkimbia. Nyinyi ni watunza uhai, naomba mjipongeze tena kwa makofi. Kulinda mtoto asiyeweza kujilinda, mwanamke. Kumnyonyesha kwa maziwa yake, yani anakunyonya maziwa wewe, yani chakula kinatoka ndani yako. Huyu Mungu jamani. Kulea kizazi, jukumu la mwanamke. Hakuna kiumbe kingine amepewa hizi privilege za kulea, za kutunza uhai kama mwanamke. Kama mwanamke anaweza kutunza uhai miezi 9, ni kitu gani hawezi kukitunza? Ni kitu gani? Kama anaweza kutunza mtoto uhai 9 months tumboni, kiumbe kiko ndani. Mimi nawazaga hata sielewi ni kitu gani hawezi kutunza. Hawezi kutunza umoja wa jumuiya? Atashindwa hiyo? Atashindwa kutunza umoja wa kanisa lake zuri kama ile? Atashindwa. Kitu gani atashindwa? Atashindwa kutunza mapadri? Atashindwa kutunza mahusiano ya watu? Mungu amemuumba mwanamke kuwa mlezi wa uhai. Hilo ni jukumu la kwanza. Jukumu la kwanza. Shifra na Pua ambao tumewasoma walikataa kuwa wauaji wa kizazi, waligoma. Farao alipotoa amri, waueni watoto wa kiume, lakini wanawake muache, hawa wamama wawili walikataa. Walijua sheria ya mfalme inaweza kubadilika, lakini sheria ya Mungu haibadiliki. Sheria ya mfalme inaweza kubadilika, lakini sheria ya Mungu haibadiliki. Wakasema, wewe fanya unalotaka, sisi tu hatujaumbwa duniani kuua, hatujawekwa kuua. Walichagua kumtii Mungu kuliko kumtii mfalme. Akina mama, hampaswi kushiriki kuua watoto kwa kutoa mimba. Hujui unachokitoa. Mama yangu angenitoa, sasa hivi mngempata huyu mhubiri hapa. Mama angemtoa huyu padri mzuri kama huyu. Sijaona padri mzuri kama huyu anayewapenda watu wake. Mngempata padri mzuri kama huyu kweli? Beba. Ni huwa naumia. Hata wiki mbili zilizopita nikaona, nilikuwa Arusha kwa dada yangu moja, wakati tunaenda naye akanionyesha mahali ambapo mtoto aliokotwa jana yake. Kuna mtaro wa maji unapita, akasema jana waliokota mtoto ametupwa pale.
Unajua unachokiua. Wanawake hatutakiwi tuue. Wanawake hamtakiwi kuua ndoa zenu. Achanini na mafundisho ya uongo. Juzi tukasikia mafundisho fulani, sasa kama walioyasema yuko hapa, eti kwamba haitakiwi muonyeshe mwanaume pesa zako. Hiyo ni ndoa au ni nini? Najua yanatokana na maumivu ya watu. Mungu hajaumba hicho kitu. Hutakiwi uwe ndoa. Mwanamke hainitiate ndoa kuvunjika. Wanawake hutakiwi kuua sifa za watu. Mwanamke hutakiwi kuua huduma za watu. Mwanamke hutakiwi kuua umoja wa jumuiya. Mwanamke hutakiwi kuua umoja wa kanisa lenu zuri. Semeni amen. Hamtakiwi kuua umoja wa kanisa lenu zuri kama hili. Hatutakiwi tusikie sifa mbaya za salasala ambazo labda zimesababishwa na mwanamke, labda ziwe zimesababishwa na mwanaume, lakini sio mwanamke. Kwa sababu wanawake wanatunza umoja wa familia, wanatunza umoja wa parokia, wanatunza umoja wa familia. Mpigie Mungu makofi kama umenielewa. Hao ndio wanawake. Siku hizi watu wengi hawaui kwa visu, wanaua kwa maneno. Hawaui kwa bunduki, wanaua kwa maneno. Watu wengi wanasema mimi sijaua, lakini wanaua heshima ya watu kwa maneno. Wanaua heshima ya mtu kwa majungu. Wanaua ndoto za watu kwa maneno. Wanaua vipaji vya watu kwa majungu. Wanaua ndoa za watu. Kuna somo nalituma YouTube, mambo 13 yanayoharibu maisha kutoka ndani. Nimeongelea habari ya uuaji. YouTube channel nitawaambia baadaye. Na ukiandika Life Rise TV na hili somo mtalipata. Ninaongelea habari ya mauaji, tunauana. Na wanawake, kwa sababu ninyi Mungu amewapa karama ya kuongea sana, tofauti na wanaume. Saikolojia, mwanamke ambao haongei sana kwa siku anaongea maneno 21,000. Mwanaume anayeongea sana kwa siku anaongea maneno 7,000. Kwa hiyo ninyi mnaongea sana. Kwa hiyo kuna wakati habari zinaisha, mnaanza habari za paroko, zikiisha mnaanza za mwenyekiti wa parokia, zikiisha kwa sababu mnaongea sana. Sasa wanaume hawawapi nafasi ya kuwasikiliza, na nyinyi mnaongea sana. Kwa hiyo tusiuane, msiue kwa maneno, msiue heshima za watu, msiue heshima ya parokia yenu. Mwanamke anaweza kuua jumuiya kwa majungu. Mwanamke anaweza kuua parokia kwa fitina. Mwanamke anaweza kuua ndoa ya mwingine kwa majungu, kwa chuki, kwa maneno ya kukatisha tamaa. Na naweza nikawaambia jumuiya nyingi hazijafa kwa sababu ya kukosa pesa. Parokia nyingi hazifi kwa kukosa pesa, zinakufa kwa sababu hakuna watunza uhai. Hakuna watunza uhai. Ndugu zangu, mwanamke ni mtunza uhai kwa familia. Mithali 14 mstari wa 1 anasema hivi: kila mwanamke mwenye hekima ufanyeje? Hujenga nyumba yake. Kila mwanamke mwenye hekima ufanyeje? Hujenga nyumba yake. Kwa hiyo mwanamke anaweza kujenga mume, mwanamke anaweza kujenga watoto, mwanamke anaweza kujenga familia, lakini huyo mwanamke anaweza kubomoa familia. Huyo mwanamke anaweza kubomoa ndoa. Huyo mwanamke anaweza kubomoa heshima ya watoto. Mimi simu yangu hii wafoza wanaitumia hapa, ya kwangu mwanangu anaigusa, ya mama yake haigusi. Anasema simu ya teacher, sio mwalimu, lakini anajua mimi namuoneonea huruma. Kwa hiyo mimi ya kwangu anaigusagusa, ya mama yake hagusi. Ameshamwambia simu ugusi. Malezi
asilimia zaidi ya 80 yanamtegemea mwanamke. Akina mama wengine tuko hapo kwa sababu ya mama, si kama tungekuwa hapo. Na nyinyi wote mnajua namna mlivyolelewa sio kama mnavyolea watoto wenu sasa hivi. Nyinyi ni watunza uhai. Naomba mjipongeze tena, watunza uhai. Nyinyi watunza uhai. Wito wangu asubuhi ya leo ni huu: kuwa mwanamke anayelinda uhai wa familia. Kuweni wanawake mnayelinda uhai wa parokia. Iweni wanawake mnayetunza uhai wa jumuiya. Mwanamke lazima uwe mtunza uhai wa kanisa lako. Makanisa mengi yanaendelea kuwa hai kwa sababu ya wanawake. Narudia tena, makanisa mengi yanaendelea kuwa hai sababu ni wanawake. Kwa nini? Wanaombea makanisa yao. Na hata hivi wapo hapa, hutawaona wamekaa wametulia, ila wanaomba mafanikio ya parokia, wanaomba maendeleo ya parokia, wanamwombea baba paroko neno ambalo atafundisha liwaguse watu. Ndio maana Biblia inaita ni watafutieni wanawake waombolezaji. Wanawake ndio wanaomboleza. Wababa wako baa. Wababa wakiendelea kuwa baa, parokia iwapate wanawake ambao wataendelea kuombea parokia yao. Wako wapi hao wanawake jamani, waone, ambao wataendelea kuombea parokia yao? Huyu baba anahitaji hekima, anahitaji kutiwa moyo. Watakayempa moyo sio wanaume, ni wanawake. Kasomeni huduma ya Yesu. Asilimia kubwa waliokuwa wanamsapoti, nimeangalia hapa, unaona wanawake hawapo hapa juu, lakini wanawake ndio walikuwa wanasapoti huduma ya Yesu, walikuwa wanamtia moyo. Mnakumbuka alipokufa, wa kwanza kwenda kaburini hawakuwa wanaume, walikuwa wanawake wa kwanza kwenda kaburini. Wanaume wameshakimbia, wameondoka, wanawake wakawa wa kwanza kwenda kaburini. Kwa nini? Ni watunza uhai. Makanisa yanasimama kwa sababu ya wanawake, sio wanaume. Kuna wanawake, wako wanawake ambao wanaombea kanisa. Mnaona hawa masista, hawa ndio wanatuombea. Wengi wapigeni makofi, wanatuombea tu muda wote. Wito wao ndio huo. Lazima tupate na wanawake ambao mtaombea maendeleo ya parokia yenu. Wanawake ndio wanalea watoto. Wanawake ndio wanalea huduma, maendeleo na nini ya parokia. Wanawake asilimia kubwa ndio mnafanya. Wanawake ndio wanahamasisha wengine. Jambo lako lote ukitaka lifanikiwe, waambie wanawake. Kwa nini? Ndio wanalinda uhai wa kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upendo wa Kristo, wajibikeni kwenye nafasi zenu. Wajibikeni kwenye nafasi zenu. Shifra na Pua waliokoa taifa. Wanawake wa leo lazima muokoe hili taifa. Hali ni mbaya. Hali ya watoto ni mbaya. Hali ya ndoa zetu ni mbaya. Mmesikia takwimu za bunge mwaka jana, mwaka juzi, ndoa 400 zinavunjika Dar es Salaam kila mwezi. Ndoa 400. Takwimu za bunge. Hali ni mbaya ya mabinti wetu huko vyuo vikuu, hali ni mbaya. Akina mama, niliwaambia baba siku ile, mtasikiliza hiyo YouTube somo lao pia. Niliwaambia ni kweli tunatafuta pesa. Ni kweli na sisi tuko bize. Tusisahau jukumu la kwanza la kulea. Tusisahau jukumu la kutunza uhai akina mama linalohusu. Mtakuta kuna somo kule YouTube nimefundisha tofauti ya mwanamke na mke, tofauti ya harusi na ndoa. Wanawake sasa hivi wanataka harusi, hawataki ndoa. Wanataka kubaki kuwa wanaingia kwenye ndoa, wabaki wanawake wakati wamekuwa wake. Hatuwezi fika mbele kwa staili. Hatuwezi fika mbali kwa staili. Mnaandaa maharusi ya mamilioni, ndoa zinavunjika ndani ya wiki moja. Hakuna muda wa kuwalea, hakuna muda wa elimu, hakuna muda wa kuwafunda.
tena watoto wa kiume hawajui chochote kuhusu ndoa, halafu unamwozesha. Hali ni mbaya. Ni jukumu la kila mwanamke aliyoko hapa kutunza uhai. Sema tena amen. Sema amina. Ni jukumu lako kutunza uhai, jukumu lako. Wanawake wa leo lazima tutunze jumuiya zetu, lazima tutunze parokia yetu kwa wingi. Tusikubali parokia nzuri kama hii iharibiwe. Tusikubali jumuiya nzuri zetu tulizopewa ziharibiwe. Lazima tutunze uhai wa parokia yetu kwa wingi. Semeni amina tena kubwa. Lazima tutunze kwa wingi, lazima tutunze kwa wingi. Shifra na Pua, namalizia sasa. Nini kiliwasababisha Shifra na Pua kutunza uhai? Jibu tunalipata pale mwishoni. Anasema siri kubwa ya Shifra na Pua kutunza uhai haikuwa elimu yao, haikuwa cheo walichokuwa nacho. Nimewaambia hawakuwa manabii, hawakuwa mitume, hawakuwa mapadri, hawakuwa wachungaji, hawakuwa viongozi, walikuwa midwives. Nini kiliwasababisha waweze kukubali kutunza uhai na kuriski maisha yao? Walikuwa wanamcha Mungu. Sema kumcha Mungu. Sema tena kumcha Mungu. Biblia inasema walikuwa wanamcha Mungu. Mwanamke anayemcha Mungu haharibu watu wengine. Mwanamke anayemcha Mungu hasengeni watu wengine. Mwanamke anayemcha Mungu hachochei migogoro. Kumcha Mungu ni tofauti na kwenda kanisani. Unaweza kwenda kanisani lakini sio mcha Mungu. Tutajua kama unamcha Mungu kama utaembrace umoja, sio kuembrace matengano. Mwanamke anayemcha Mungu asengeni. Mwanamke anayemcha Mungu achochei migogoro. Mwanamke anayemcha Mungu haharibu ndoa za wengine, hatembei na mke wa mume wa mtu. Mwanamke anayemcha Mungu haleti migawanyo ndani ya jumuiya, haleti migawanyo ndani ya parokia, haleti migawanyo ndani ya ofisi. Kumcha Mungu ni kutunza uhai. Kama wewe unaua, wewe sio mcha Mungu. Na nimekuambia hauui kwa bunduki, unaua kwa maneno. Umemwona yule? Hamna kitu kabisa. Yule anakula sadaka zetu. Umeona? Umemwona? Ukimwona mwenyekiti wa parokia kakitambi kametoka hivi, hujui, uone zani anakula sadaka zao. Umeona? Mwanamke mcha Mungu haleti migongano. Biblia inasema hawa walihifadhi uhai kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu. Naweza nikawaambia kina mama, kama kuna kitu kinamisi sasa hivi ni wanawake wacha Mungu. Wanawake wacha Mungu. Na ninamuomba Mungu leo tuwapate mahali hapa leo, tuwapate hapa. Narudia tena, ninamuomba Mungu sala wapatikane Shifra na Pua leo. Shifra na Pua wapatikane hapa. Akina mama, ukihifadhi uhai, Mungu atahifadhi uhai wako na ndoa yako na watoto wako. Ukimalizia ile mistari ya mwisho ile Kutoka sura ya kwanza mstari wa 20 na 21 unasema hivi: basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Napenda sana. Anasemaje? Basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji. Acha na mimi leo tuwaombee wale wazalishaji wa parokia, wanayehakikisha parokia inabaki kwa umoja, wanayehakikisha jumuiya zinasonga mbele. Mungu akawatendee mema hao wanawake. Mungu akawatendee mema.
Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, na hao wakaongezeka sana. Salasala itaongezeka sana. Umaarufu wa Salasala utaongezeka sana. Kati ya parokia bora zitakazotajwa jimbo la Dar es Salaam, Salasala itakuwa miongoni mwao. Salasala itakuwa miongoni mwao. Biblia inasema wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Mtaendelea na kuwa na nguvu nyingi Salasala, kwa sababu kuna walinda uhai mpo hapa. Walinda uhai mpo hapa. Kwa hiyo kanuni ya kiroho iko hivi. Kanuni ya kiroho iko hivi. Ukihifadhi maisha ya wengine, Mungu atahifadhi maisha yako. Hiyo ni kanuni ya kiroho. Ukihifadhi maisha ya wengine, Mungu atahifadhi maisha yako. Kama wewe unabomoa ndoa za watu wengine, ya kwako itabomoka, kwa sababu ni kanuni. Karma, inaitwa karma. Kama wewe unaharibu watoto wa wengine, watoto wako wataharibiwa. Ukijenga wengine, Mungu atakujenga wewe. Ukilinda kizazi, Mungu atalinda kizazi chako, cha kwanza, cha pili, mpaka cha tatu. Ninapohitimisha akina mama, kidogo niseme ninapohitimisha akina mama wenzangu. Najua ukishazoea maneno, lakini nikashtuka mapema. Ninapohitimisha akina mama wazuri, leo Mungu anatafuta wanawake kama Shifra na Pua. Mungu anatafuta wanawake kama Shifra na Pua mahali hapa. Wanawake ambao watahifadhi familia, wanawake ambao watahifadhi ndoa zao, wanawake ambao watahifadhi watoto wao, wanawake ambao watahifadhi jumuiya, wanawake ambao watalihifadhi kanisa lao zuri, wanawake ambao watahifadhi hichi kizazi. Nataka niwaone Shifra na Pua, niwaone Shifra na Pua. Pigia Mungu makofi na vigelegele na shangwe. Pigia Mungu makofi. Mwanamke Mkatoliki hakuumbwa kuua uhai, aliumbwa kuhifadhi. Kulea ni wito. Niliwaambia wanaume siku ile hapa, kazi ya kulea sasa hivi inataka kuonekana kama sio kazi. Ukienda pale Zanzibar tu, wamama wafanyi kazi. Sijawaambia mwache kufanya kazi, sijawaambia hivyo, ila inataka kuonekana. Niliwaambia wanaume hapa, kulea inataka kuonekana kama sio kazi. Wao na watoto watatu, kuwalea ni kazi. Tusije tukajidanganya kina mama, tukaachia malezi wa dada wa kazi. Hawana uchungu na watoto wetu. Ni kweli tutafute pesa, lakini kulea ni kazi. Kulea ni wito, na Mungu amewaheshimu akina mama ili muweze kulea. Kuua sio asili ya mwanamke. Kuua sio asili ya mwanamke. Shifra na Pua waliokuwa taifa moja. Wanawake wa leo wanaweza kuokoa hichi kizazi chetu. Narudia tena, wanawake wa leo mnaweza kabisa kuokoa hichi kizazi chetu. Mungu awainue akina Bikira Maria wapya kwenye parokia hii kwa jina la Yesu Kristo. Mungu amuinue Esta atakayesaidia hichi kizazi ambacho kinateketea. Esta mmoja azaliwe katikati yetu mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Esta azaliwe. Azaliwe Ruthi mahali hapa, ambao hata kata tamaa, hata kama amefiwa, hata kata tamaa, hata kama ana watoto anayemlea, atakayeweza kusimama hata kama ana machungu, aamini kwamba Mungu yupo, kuna siku atamtetea. Mungu amuinue hapa mmoja. Niwaomba kina mama, baba yenu hapa anajitahidi sana kuandaa hizi semina. Lengo anatafuta umoja wa parokia sana, Pigeni makofi baba yetu parokia, pigeni makofi. Akina mama, mpeni ushirikiano. Usiende kupeleka majungu
Usiende. Mtieni moyo, msije mkampe pressure. Bado ni kijana huyo, ana nguvu. Mnamwona alivyo na nguvu? Msaidieni, tinzeni uhai wake kwa maombi. Mnapopeleka majungu mengi, halali anawaza, hajaniambia chochote, mimi nasema nimekuja kufundisha neno. Lindeni parokia yenu kwa wivu. Kanisa zuri kama hili mlilinde kwa wivu. Wanayeweza ni akina mama, akina baba tunajijua. Usikimbie familia yako. Kama haja kupiga kofi, haja kutishia kukuua, usiondoke. Ng'ang'ana pale. Mnaokataa, sababu mmeshafundishwa kimbia. Ng'ang'ana. Niwaone wabeba uhai tena wakinyanyua mikono yao na kumpigia Mungu makofi ya juu sana. Basi naomba niishie hapo kwa leo.